Tukisalia katika masuala hayo ya migomo ni kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wanaendelea kuishinikiza serikali kutatua mgomo wa wahadhiri ambao unaendelea kwa mwezi wa pili sasa. Wakizungumza katika maeneo tofauti nchini, wanafunzi hao wanasema watakuwa wakiandamana hadi serikali iwatimizie haki yao ya kikatiba ya kupata elimu. Wanafunzi wanaotoka katika familia ambazo ni za chini mno, jinsi wanavyoendelea kuishi kule vioni pia inafanya gharama inazidi kwa juu. Huenda wengi wao wakadiva ama wakadrop kwa sababu financial challenges imekuwa shida mno hasa kwa wanafunzi wengi. Naona hii mgomo itatu affect kama wazazi kwa sababu tunalipa rent, tunatuma chakula na mahitaji mengine kama vile mtoto msichana huwa anahitaji mahitaji mengi. Serikali ya sasa hivi iweze kushughulikia hii mambo haraka kwa sababu watatumiza na waumize watoto na semester huwa inaisha haraka. Kama sasa tulikuwa tumeshamaliza masomo mapema, lakini naona sasa imebidi imesonga muda. Masomo imeenda mbali kidogo. Sasa itabidi kama next year hivi tutakuwa tunaendelea na masomo yetu sasa. Mambo ni mengi. Do inaweza fanya mtu unaenda na bad company. Wewe ufanye mambo ambayo style daso inaweza kupoteza pia. Nimejaribu kungangana kila siku at least tupate chenye tunaweza kula na pia vile tunaweza tukasurvive hapa nje ya shule. Hapa nje pia wanafunzi ni wengi, kazi si nyingi hivyo. So pia tunajaribu wakati mwingine ili tupate kitu chakula na vile pia tunaweza kuishi, lakini maisha yamekuwa ni magumu zaidi. We are just reluctant, so hakuna kitu ya kufanya. Heri niende nyumbani nisaidie wazazi, so kurudi next year nipate venye nitaanza maisha. Halafu nitaanza tu nimekaa hapo niko njaa. Umejua uwezi kaa njaa kwanza asubuhi mpaka jioni, itabidi nimeenda huko, hakuna kitu ya kufanya. Shule venye imefungwa imebidi tuingilie bodaboda. So kenye mimi naweza ambia Ruto ama government ya Kenya walipe ma lecturers turudi kusoma. Hii sasa inaleta hiyo kukaa idle, na hiyo inaweza fanya hata akili kufikiria vitu mbaya na hapa tuko campus, so inani affect sana mimi. Unapata watu wengi wamelala njaa, unapigiwa simu hata usiku anakuambia kuja mtu fulani amelala njaa siku ya 3 kuja mumuone. Unaona vitu kama hizo imetu affect sana juu unajua the moment mtu anakuwa busy akili yake imetulia. Akili yake ikiwa busy utapata hata kukula akuli sana. So hii mgomo imetuathiri sana na kulingana na mimi government is failing us. Naomba serikali iweze kupeana pesa zenye tunahitaji. Na kama tulivyo shirikiana na tukaitikiana ni kwamba sisi tutarudi kazi wakati ambapo hizo pesa zitalipwa na hakuna jambo lingine. Kusema kweli tangu hii serikali ichukue usukani, maisha na gharama ya maisha yameenda juu sana. Ukiangalia vizuri hata ukienda supermarket, kitu kama 1000 si kitu. Sembuse wanafunzi wetu. Kwa hivyo tunaomba kama vile sisi waadhiri na wafanyikazi wote wa university, chochote kile tumeitisha tupewe. Sababu ukiangalia hata malipo yetu na uangalie maisha pale yapo leo hailinganishi na kile tunalipwa. Turejee hapa kaunti namba